taka. Akionyeshwa miujiza kwa hizo enzi za mitume asema huu uchawi anatufanyia. Sasa siku ya kutiwa motoni anaingizwa ndani ya moto, halafu anaulizwa, inabidi bwana wewe uingie humu, hapa ndo kwenye makazi yako na si vinginevyo. Haendi kwa hiari yake, atatiwa kwa lazima. Na anatiwa kwa lazima, halafu anaambiwa, je, huu uchawi au huoni kama huu ni moto? Hadhihi naru allati kuntum biha tukadhibun, huu ndo moto ambao nyinyi duniani mlikuwa mnabisha. Afasihrun hadha, je uchawi huu? Maana uchawi ni kitu cha kuigiza igiza tu, kumfanyia mtu kama wale watu wa Firauni, mmetupatupa kamba na vijiti machoni mwa watu wanaona nyoka. Si ndo wazee wa busara wanavyofanya? Mchana mtu mwema tena imamu anaswalisha, lakini usiku anakuwa anamkia mbwa anabweka. Wewe unamuona mbwa na kuja kukukera dirishani, lakini mtu kumbe babu yako. Mtu bwana, wewe utamuona yakini yenyewe ni uhakika. Lakini uhakika kwenye Qur'ani umezungumzwa katika daraja 3. Daraja 2 ndo ziko hapa kwenye hiyo suratu Takathur, na daraja 1 imezungumzwa kwenye suratu Al-Waqi'a na suratu Al-Haqa, aya zake za mwisho. Hapa pamezungumzwa kitu, lau taalamuna ilmal yaqini, lau mngelikuwa mnafahamu yakini ya elimu, kwa elimu zenu mulizonazo, kama zingekuwezesheni angalau kwa hizo elimu zenu kuyakinisha mambo yajayo kielimu, basi ile kuelewa kielimu tu mngelikuwa mnayo, pia msingefanya uzembe. Kama elimu zenu mlizonazo zina uhakika, zimetulia kichwani. Kuna misemo ya mjini siku hizi wanasema kama elimu zenu zimeenda shule. Maana kila kitu ukiambiwa kizuri, basi watu wanasema kimeenda shule. Msingefanya uzembe. Lakini ina maana wasomi wapo na bado wanazembea, hawajaelewa kitu. Uhakika wao kuhusu mambo ya akhera mdogo mno, au hawajaamini sawa sawa. Alafu sura hii ikazungumza neno ainul yaqin, thumma latarawunnaha ainal yaqini, kesha mtauona huo moto wa jahim kwa yakini ya kushuhudia kwa macho yenu. Leo mnasimliwa tu, hamjauona moto wa jahannam. Kwa hiyo hata ule woga wenyewe, kiwango cha woga bado kidogo sana. Wakati mwingine mtu anajiandaa kufanya kosa, anaomba msamaha kabla hajafanya kosa. Mungu mwenyewe anajua, bwana yule mtoto safi bwana, haachiki, atansamehe Mungu, lakini yule simwachi. Anaomba msamaha akafanye kosa. Yote ni katika dharau, maana yake yote ni katika jumla ya uzembe. Kwa hiyo kama leo haamini, kuna siku ataamini kwa kushuhudia kwa macho yake. Kwa hiyo kuna ilmul yaqin na kuna ainul yaqin. Uko kwengineko kwenye Al-Haqa na Al-Waqi'a imezungumzwa haqqul yaqini au haqiqatul yaqini, yakini ya uhakika. Kwa hiyo kwanza mtu anaanza kuwa na jambo, kulifahamu jambo kielimu. Elimu yake inamwezesha kufahamu jambo. Yakini ya aina hii ni ndogo, maana mtu anaweza kuwa na elimu akaprove kitu kwa elimu yake, pia ikawa kuprove kwake kuna makosa. Kama watu walivyoanza masala ya taaluma za sayansi na teknolojia, walikuwa wanaleta theories nyingi sana, zikafuata mkumbo, lakini zikawa zinavunjwa baadaye. Siku zilipoenda watu wakagundua vingine zaidi. Kwa hiyo wale wa mwanzo walisoma, elimu zao zikawapelekea kujua vile walivyojua, lakini ile ile elimu baadaye wamekuja wengine kwa elimu yao wakakanusha zile theory za awali kwamba hazikuwa sahihi, wakaleta zingine bora zaidi. Kwa hiyo yakini ya kielimu inakuwa ni ndogo sana. Daraja ya chini ya yakini ni ya mtu kutumia maarifa yake ya kielimu. Hii ya pili, ainul yaqin, ndo kubwa kidogo. Mwenye kuwa na yakini ya kushuhudia mwenyewe kwa macho yake, yakini hii ni kubwa zaidi kuliko ya kutumia elimu yake mtu. Lakini hiyo ya tatu, hiyo ndo kubwa yao. Kiwango cha juu cha yakini
ndio hiyo inayoitwa haqqul yaqin. Wa innahu la haqqul yaqin, hakika habari hii mnayosimliwa ni yakini ya uhakika. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kwa hiyo wewe mtu mwenye imani, uliyetanabahi, uliyekuwa na uhuru wa kuchagua ukachagua kheri, basi unapaswa umsabihi sana Bwana wako mtukufu. Kakupenda sana kwa wewe kukuongoza na ukakubali kuongozeka. Sasa labda nitoe mifano tu ya kimazingira, mifano halisia ya hizi yakini tatu: yakini ya elimu, yakini ya kuona, na yakini ya kusimliwa, yakini ya kuhisi, ya uhakika. Yakini ya elimu, kwa mfano tupigie, imekuja habari hapa, kaileta mtu tunayemwamini sana, anasema kweli, hawezi kutudanganya, na mara nyingi taarifa zake zinakubaliwa. Aje hapa mbio nyingi, anahema, vipi shekhe, mbona hivyo? Asemea, bwana, yaliyoko huko mnayo? Hatuna, hebu tuambie, jana usiku huu wa kuamkia leo nyumba ya fulani imeungua moto, hamkutoka kitu. Taarifa ya msiba, nyumba ya fulani. Naam, na huyo fulani tunamjua, nyumba yake mahala ilipo tunaielewa, kiwango cha nyumba yenyewe tunafahamu. Pengine ni nyumba ya kawaida tu ya miti, imeezekwa bati na hivi, lakini katuambia imeungua saa 8 ya usiku, hakikutoka kitu. Sote hapa kwa elimu zetu, kila mmoja atakuja na imagination yake, ndiyo tutatumia elimu. Nyumba iko mbali, tunaielewa, lakini iko mbali na tukio limetokea mbali na sisi tulipo. Sasa kwanza tutakachopima, taarifa nyumba imeungua, hamkutoka kitu, saa ngapi? Usiku wa saa 8. Elimu zetu sasa zitatufanya tujaji, usiku wa saa 8 huyu bwana alikuwa kalala na familia yake mle ndani, hamkutoka kitu. Ina maana nyumba na kilichomo ndani na wenyewe wenye familia wote wameteketea kwa moto. Sasa na sisi kwa elimu yetu tukishapata hiyo taarifa hiyo, tutaanza kutoa taarifa tofauti. Tutasema, jamani, tumepata msiba, bwana fulani na familia yake wamefariki. Vipi wamefariki? Hicho ni kipimo cha elimu, huwa hakina uhakika. Yule aliyeleta ripoti kwanza yuko frustrated, tukio limemchanganya, kaona lugha ya mkato, asirefushe sana maneno, atuambie hamkutoka kitu. Lakini pengine wenyewe baada ya moto kushika kasi waliwahi kutoka, hakufa mtu, na vitu viwili vitatu vya karibu vinavyobebeka walitoa, vinginevyo tena ndo vimeungua. Mnanipata? Lakini kwa taaluma, lugha hiyo itakapotumika, nyumba imeungua saa 8 ya usiku, hamkutoka kitu, tutawaua mpaka na waliokuwemo ndani, kwa sababu saa hiyo usiku watu wamelala. Hamkutoka kitu ina maana na wao wenyewe wamefariki, wameungua kwa moto. Kwa hiyo hiyo ni hakika, lakini ya kutumia taaluma ina udhaifu wake. Sasa Allah anasema hata hiyo ya udhaifu mungekuwa nayo, msingezembea, mngekuwa mnajitambua hasa kwamba nyinyi hapa mmeletwa na mwenyewe aliyewaleta anafuatilia mnachofanya, msingefanya uzembe. Kama mngekuwa mna elimu tu ikakupeni yakini. Lakini pia yakini yenyewe ya elimu ndio ina madhaifu yake. Sasa yakini ya pili, daraja ya pili, ainul yaqin, ni yakini ya kushuhudia kwa macho. Tuseme sasa kati yetu tulipopewa ile taarifa, tumetoa na sisi mwakilishi wetu, hebu nenda kwenye eneo la tukio kakague. Kaenda kakutana na baba mwenye nyumba na familia yake, wametengeneza japo mikeka kwenye migomba, wanakaa. Vipi, tumepata taarifa ya kushtua, sisi tulijua mmekufa. Kwani vipi, mmeambiwaje? Tumeambiwa nyumba imewaka saa 8 ya usiku, hamkutoka kitu. Sasa wewe mwenyewe kwa macho yako, mwenye nyumba umemkuta yu hai, familia yake iko salama, japo wamekaa nje,
na mwenyewe anaweza akakukaguza, ndiyo moto ulianza hapa jikoni, palitokezea shoti ya umeme, au tulikuwa tunakaanga samaki, lile karai la mafuta limeripuka na hapa kuna makuti yakawasha nyumba nzima, lakini sisi tuliwahi kutoka na tulitoa vitu viwili vitatu, televisheni ile pale na magodoro mawili tumetoa na hichi, lakini vingine hatukuwahi, moto ulizidia ukateketeza. Wewe itakuwa una ushahidi wa uhakika zaidi kwa kushuhudia kwa macho. Utakapokuja tena mara ya pili utatupa taarifa tofauti na ile ya awali. Hii ndo ainul yaqini. Ninachokisema nina uhakika nacho, nimeshuhudia mwenyewe, sio ya kusimliwa. Habari ya kusimliwa lazima itakwenda sivyo. Mnafahamu eh? Habari ya yaqini maana yake kama ni kuungua moto, unaungua wewe mwenyewe, ile ladha ya moto unaihisi wewe, si ya kusimliwa kwa mtu aliyeungua akakwambia moto unauma hivi na hivi na hivi. Hii yakini ya uhakika ni ya mtu kupurufu kwa kupitia yeye mwenyewe binafsi, kama ile ambayo Allah atawaambia watu wa motoni. Atawaambia watu ambao keshawa hukumu waende motoni, atawaambia udkhuluha, ingieni humu kwenye moto wa jahannam, hadhihi naru allati kuntum biha tukadhibun. Huu ndo ule moto ambao duniani mliambiwa sana mutahadhari, lakini mlikuwa mnabisha, mnakadhibisha. Afasihrun hadha ama antum la tubsirun, je, huu uchawi au hamuoni kama ni moto huu? Yani mtu anatiwa motoni alafu anaambiwa, je, huu uchawi? Duniani mitume wamebishwa sana, na katika majina waliopewa wanaambiwaje? Wenda wazimu, wachawi au wazushi, na majina kama hayo. Sasa mtu kadiri anavyoambiwa asema tusitishane bwana, nani kenda akarudi. Haya sawa, anafanya anavyotaka. Akionyeshwa miujiza kwa hizo enzi za mitume asema huu uchawi anatufanyia. Sasa siku ya kutiwa motoni anaingizwa ndani ya moto, halafu anaulizwa, inabidi bwana wewe uingie humu, hapa ndo kwenye makazi yako na si vinginevyo. Haendi kwa hiari yake, atatiwa kwa lazima, na anatiwa kwa lazima. Alafu anaambiwa, je, huu uchawi au huoni kama huu ni moto? Hadhihi naru allati kuntum biha tukadhibun, huu ndo moto ambao nyinyi duniani mlikuwa mnabisha. Afasihrun hadha, je, uchawi huu? Maana uchawi ni kitu cha kuigiza tu, kumfanyia mtu kama wale watu wa Firauni, mmetupatupa kamba na vijiti machoni mwa watu wanaona nyoka. Si ndo wazee wa busara wanavyofanya? Mchana mtu mwema tena imamu anaswalisha, lakini usiku anakuwa anamkia mbwa anabweka. Wewe unamuona mbwa na kuja kukukera dirishani, lakini mtu kumbe babu yako. Mtu bwana, wewe utamuona mbwa, utasikia sauti ya mbwa, lakini ni vitimbi vya uchawi. Sasa na siku ya Kiyama, wewe ulipokuwa unadharau habari hizi, unatiwa mle jikoni, huku unaulizwa afasihrun hadha, je bwana huu ni uchawi? Tunakufanyia vitu vya kiajabu ajabu hapa vya kukuzuga macho, au ni moto kweli? Islauha, basi nyinyi ingieni humu ndo mtakamoishi. Fasbiru au la tasbiru, mkishaingia humu, kama mtavumilia au hamtovumilia, sawaun alaikum, ni sawa tu kwenu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, leo ndo siku ya malipo, munalipwa na nyinyi yale ambayo duniani mlikuwa munayafanya. Sina nyinyi mlikuwa mnafanya kejeli vile vile, kwa hiyo na leo mnalipwa kejeli vile vile. Islauha, ngieni kwenye huu moto. Fasbiru au la tasbiru, humu kama mtavumilia, yani kusubiri kwenyewe ni kwamba mjikaze kiume, mseme hamna kulia mtu humu bwana, kimya, nyamazeni, msifanye zogo. Kwa hiyo mnakauka tu kiume hivi hivi, sawa sawa, haisumbui. Au la tasbiru, au kama haiwezekani msisubiri, nye pigeni kelele, lieni sana, lakini yote sawa sawa, humu ndimo mtakamokaa. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, leo mnalipwa kile ambacho duniani mlifanya. Mlipewa wakati kidogo sana kwamba muutumie ili huku muje mnufaike, mumeupoteza mkafanya sivyo ilivyotakiwa, kwa hiyo mnalipwa kile mlichokifanya.
aya yetu leo inasema huwa alladhi anshaakum, hapa duniani si penu na hamkuwepo hapo asili. Kuna mambo yalifanywa ikawa ni chanzo cha kupatikanwa kwenu. Kwa hiyo huyo Allah mwenye hii dunia ndiye aliyekuvumbueni kwa mara ya kwanza from nowhere. Yeye haulizwi mali ghafi ya kututengenezea sisi aliipata wapi, haulizwi. Anajua mwenyewe wapi kavumbua material ya kututengenezea sisi. Anshaakum, kakuvumbueni yeye nyinyi akakuwekeni hapa. Sasa tena anaibisha na abishe, ana njia nyingine ya kutokea na atoke, anayekimbilio akimbie, asionane naye na akimbie, na mwenyewe katoa hiyo authority. Nasema ya maashara aljinni wal insi, enyi majini na wanadamu. Maana sisi ndo wakorofi, sisi ndo tunoharibu, na sisi ndo watahiniwa, tutapasi na kufeli, na sisi ndo tutaenda motoni au peponi. Mwenyewe anasema ya maashara aljinni wal insi, enyi majini na wanadamu, in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi famfudhu, kama kuna uwezekano kwenu munaweza kutoroka katika maeneo ya mipaka ya mbingu zangu na ardhi yangu, basi famfudhu, torokeni, kimbieni. Yani oda hiyo katoa. Kama kuna mtu mjanja, hasa katika hao walioendelea sana kisayansi na teknolojia, wanaotengeneza vyombo vya kuendea kwenye space picnic ya anga za mbali. Hao wengine wanaenjoy duniani, wanafanya picnic ya angani miezi 3-4, mtu yuko huko picnic, alafu anarudi zake hapo, kisha tembea juu. Watu wamekunjuliwa dunia bwana, sio mchezo. Hasa kama uwezekano upo, wakahisi anayoyasema bwana huyu ni kweli, na kama ni kweli kwa tulivyomkosea kuna siku akitupata atatuadhibu, basi bora tufanye to escape, tukimbie. Wacha watengeneze vyombo vyao, walonchi hapa, watoke lakini wasikae kwenye eneo la anga la huyu bwana. Anasema watoke nje ya mipaka ya mbingu na ardhi hii, wasikae, lakini kuna siku watawapata. Kama inawezekana sawa, famfudhu, tokeni. La tanfudhuna, hamwezi kutoka hapa illa bisultani, isipokuwa kwa nguvu ya uungu ambayo hamna. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhibani, basi ni neema ipi katika neema zote za Mola wenu nyinyi mnayoikana kuwa sio yake, haikumuhusu? Ipi? Kwa hiyo jeuri ikizidi, mwisho inamrudia mtu mwenyewe. Hayo ndiyo anayoongea Rabbul Izza, Bwana mmiliki wa ulimwengu huu. Anasema hapa katuleta yeye, hatujaja wenyewe. Kwa hiyo mwenye kujisikia anayaweza, sawa, anatumia uhuru wake, hawezi kulazimishwa. Lakini atakayeona mambo magumu, anatakiwa atafute njia ya kujitafutia salama mapema.